Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mokenya TV bali popote ulipo, hujambo lakini. Karibu katika uchanganuzi ni kueleza habari zile ambazo zinaendelea kugonga vichwa vya habari sasa hivi. Waswahili walisema ya kwamba ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Kuna maajabu ambayo yameweza kutanda baada ya rais kuamua kumteua mtu aliyefariki miaka 5 iliyopita ili kuwa kamati ama kuwa katika kamati ile ambayo itakayoandaa uchaguzi ujao. Tunaenda kuzungumzia kwa kada hii rais huyu anaitwa nani? Uchaguzi ni upi na amemteua marehemu yupi ambaye aliaga dunia katika kamati hiyo ambayo inaenda kusimamia uchaguzi. Kisha baadaye ni kipi familia ya marehemu imesema. Vile unavyotazama hewani, chapisho hili linasema ya kwamba rais amteua mtu aliyefariki miaka 5 iliyopita kusimamia uchaguzi Sudan. Kabla nizame kwa undani, nashukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe na kupembeleza usubscribe. Naomba tusome chapisho hili kwa sababu linaenda kuunda msingi haswa kwa yale ambayo tunaenda kuzungumzia kwa kanda hii. Sasa rais wa Sudan, kulingana na Msema Kweli Connect, rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amemteua mtu aliyefariki kwa mjumbe wa kamati itakayoandaa uchaguzi wa nchi hiyo. Kumaanisha kuna uchaguzi mkuu ambao unaendelea kupangwa sasa hivi. Salva Kiir ni rais wa Sudan Kusini sasa hivi tunapoenda hewani. Sasa katika kamati ile ya maandalizi katika masuala ya uchaguzi, rais ameteua wajumbe. Akaamua kumteua mtu ambaye alifariki miaka 5 iliyopita kuwa mmoja wa wajumbe katika kamati ile ambayo inaendelea kufanya maandalizi ya uchaguzi ujao. Msemaji wa ofisi ya rais amesema kwamba Rais Kiir amemteua bila kukusudia mtu aliyekufa kuwa mjumbe wa kamati itakayoandaa uchaguzi wa nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo Salva Kiir hatujui walikutana wapi na mwenda zake wakakubaliana kwamba atakuwa mjumbe wa wale ambao watakuwa katika kamati ile. Amesema mamlaka zilipitiwa wakati wa uteuzi baada ya Stewart Sorobia Budia, mwanasiasa wa zamani wa upinzani, kuwa miongoni mwa wajumbe waliotajwa katika amri iliyotolewa na Rais Kiir, kumaanisha ya kwamba Stewart Budia alikuwa mwanasiasa kutoka mrengo wa upinzani, lakini baadaye aliaga dunia mwaka 2021, lakini sasa Kiir amemteua. Gazeti hili linaendelea kusema ya kwamba Budia alifariki miaka 5 iliyopita. Kwa hivyo ni thibitisho kwamba Budia hayupo, haonekani, haemi. Taarifa zinasema familia ya marehemu sasa inadai fidia. Mashambulizi yameanza kutanda katika ikulu ya Salva Kiir kwa kumteua marehemu. Sasa familia ya marehemu imeanza kudai fidia. Mbona wanawakumbusha maovu? Mbona wanaanza kuwakumbusha tena? Kutirikwa na machozi, na walikwisha sahau kwa sababu miaka 5 iliyopita kulikuwa na sherehe ya mwisho ya mwenda zake Stewart Budia ambaye alikuwa mwanasiasa kutoka mrengo wa upinzani. Sasa unaanza kusema ya kwamba umemteua katika kamati. Mlikutana wapi? Mnaanza kutukumbusha yaliyopita. Sasa wanadai fidia. Kwa kuzingatia tamaduni
zinazokataza kuomba au kuamsha roho ya marehemu bila ufahamu, ridhaa au ushiriki wa familia. Kumaanisha ni kuanza kuamsha roho ambaye aliaga dunia. Lakini na wakati tunasoma maandiko matakatifu, wakati mtu ameaga dunia, ni mwili unarudi kwa mchanga ulikotoka. Lakini roho ni ya Mungu. Mwili tu ndio unaenda kwa mchanga, na shughuli za huyo mtu ambaye ni marehemu zinafika mwisho, kwa sababu huyo mtu hafikiri, haoni, hawezi kufeel chochote, ila tu kulingana na tamaduni za hawa watu wa Sudani Kusini. Sasa wanasema ya kwamba Rais Kiir angewashirikisha wakati wa uamuzi huo. Mzaa. Gazeti hili likaendelea kusema ya kwamba hakujawahi kufanyika uchaguzi nchini Sudani Kusini iliyopata uhuru tangu mwaka 2011. Katika nchi ambayo imekumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya kila mara. Najua sasa haya ndiyo yanasababisha yote vita kuchacha kila wakati. Kwa sababu hamna kuheshimu wafu. Hamna kuheshimu Maulana akae katika kiti cha enzi. Hamna kuheshimu katiba kama ipo katika taifa la Sudan Kusini. Tangu huyu rais aingie mamlakani mwaka 2011, tunafahamishwa ya kwamba hakujashuhudiwa uchaguzi wowote. Sasa kwa sababu kuna mpangilio na mipango ya kuhakikisha kwamba uchaguzi unaweza kuandaliwa wakati wowote kuanzia sasa, Salva Kiir ambaye ni rais ameamua kuteua wajumbe ambao watasimamia ile kamati ya uchaguzi sasa, kwa sababu taifa hilo lipo tayari kufanya uchaguzi. Lakini ameamua wafu wawe miongoni mwa wale ambao watasimamia uchaguzi. Hii inamaanisha nini? Ni ishara tosha kwamba hata huo uchaguzi huenda usifanyike, ama ukifanyika huenda utakumbwa na changamoto za demokrasia kutokabidhiwa kipaumbele kwa sababu ya yale ambayo yameanza kuonyeshwa tayari. Nitazidi kufuatilia habari hizi kuhakikisha kwamba tumezipata kwa undani na tunawafahamisha kila wakati yale ambayo yanafika katika meza yetu ya habari, kwa sababu tunahakiki kila jambo kabla ya kulileta hewani. What do you think? Ni dunia inaisha ama ni nini? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika mwendelezo wa matukio nchini Sudan Kusini. Tukutane in the next video. Kwa heri, na ikiwa hauja subscribe na sambaza link ya kanda hii, kwa sababu tunataka watu wengi wajue. Sambaza link ya kanda hii kuelekea grupu 1, 2, 3, 4 katika mtandao WhatsApp na hata Facebook, ili watu wajionee yale ambayo yanaendelea katika eneo la Afrika Mashariki. Bye bye.